Ndugu yangu, shekhe wangu, rais wa tuzo ya dunia ya kuhifadhi Qur'ani, Sheikh Athmani Ali Kaporo, shekhe wetu wa wilaya yetu ya Ilala, Sheikh Adam, na wote ambao tuliohudhuria kwa kuheshimu heshima ya kila mmoja kwa nafasi yake, vijana wetu, mahufadh, watu wa habari, majaji wetu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Awali ya yote, kwanza na baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, tuwapongeze na tuwaombee dua ndugu zetu vijana wanaosimamia Faraja Islamic Foundation katika hali ya ujumla wao, kwa fikra na mawazo na mipango iliyokuwa bora katika yale mengi wanayoyafanya, ikiwemo katika kilele cha hayo ni kuhamasisha vijana kuihifadhi Qur'an, lakini vile vile ni kuhamasisha jamhuri ya watu kupenda Qur'ani na kupenda kuisikiliza Qur'ani. Ni jambo ambalo la kufurahisha na ni jambo ambalo ni wajibu wetu tuwaombee kwa Allah subhanahu wa ta'ala awajalie mema na mema zaidi kwa kazi nzuri ambayo wanaifanya na wadumu nayo biidhnillahi ta'ala. Baada ya hilo, nasaha zangu mimi ni nasaha za kimalezi. Nitapeleka nasaha kwa vijana wetu, lakini pia nitapeleka nasaha kwa sisi tuliohudhuria kuja kuonyeshwa matunda ya vijana wetu. Ndugu zangu katika iman, kama ilivyozungumzwa na waliozungumza kwamba Qur'ani ipo katika kilele, Qur'ani ndiyo kila kitu. Inna hadha alquran yahdi lillati hiya aqwam, kwamba hii Qur'an inaongoza kwenye mambo yaliyokuwa ni barabara zaidi na ni bora zaidi. Hiyo ndiyo Qur'an. Sasa nasaha zangu mimi kwa vijana wangu hapa wananisikiliza vizuri, niko nao karibu hapa, wa kiume na wa kike, tunatakiwa hasa vijana katika kuiendea Qur'an, na ili Qur'ani iweze kuthibiti na kutuama katika vifua vyenu na iweze kuwa natija ambalo linalotarajiwa, kuna mambo muhimu sana. Mimi napendelea vijana wangu ni kuhutubieni moja kwa moja, ni kufahamisheni mambo hayo, lakini vile vile wazazi na walezi wengine wayafahamu mambo hayo katika kutafuta mbinu gani za kuilinda hii Qur'an. Baada ya juhudi hizi iendelee kuwa inaendelea kuwepo, na vile vile tunapoanzisha wengine katika utaratibu wa namna hii, ili jambo hili liweze kuleta faida zake. Jambo la mwanzo kabisa ni jambo linalohusiana na al-ikhlas wa niyya. Nikisema al-ikhlas wa niyya, ni vyema vijana na udogo wenu mliokuwa nao, wazazi na uzazi wenu mliokuwa nao, wakati unaposhughulika na kijana wako akahifadhi Qur'an, na kijana anapohifadhi Qur'an, jambo la kwanza hili amtakasie Allah subhanahu wa ta'ala jambo hili, na awe na nia thabiti kwamba ninaingia katika jambo tukufu hili la kuhifadhi Qur'an kwa kutaka radhi za Allah subhanahu wa ta'ala, na si vinginevyo vyote vile. Hilo ni jambo muhimu sana la kuangalia katika safari ya kuangalia hii Qur'an. Katika mambo hayo, jambo lingine
ni swala la atadarruj. Wanasema atadarruj ni ile kwenda kwa uhatua na kukariri sana. Qur'ani ina tabia ya kumuiba mtu, inampokonya mtu Qur'ani. Sasa kazi yake ni tadarruj, ni kwenda nayo. Kwa nini? Kwa hatua na kuikariri Qur'ani. Hii ni amili kubwa sana ya kuifanya Qur'ani ikae katika vifua vyenu vijana. Msichoke, endeleeni kuendelea nayo. Kama ulivyoanza sura ndogo ndogo, ukasogea sura ndefu ndefu za kati, ukaja ndefu zaidi na kadhalika. Katika hali hiyo hiyo ni kwamba unatakiwa ujitahidi kidogo kidogo, hatua kwa hatua, na kukariri. Hii ni sababu kubwa sana ya Qur'ani kuja kuthibiti. Lakini hatua nyingine ni hatua ya murajaa na kusikilizwa. Jengeni tabia vijana ya kusikilizwa Qur'an, ya kutaka kusikilizwa Qur'an katika mazingira mliokuwa nayo. Hatua hii mama na baba nyumbani bado mna nafasi kubwa sana. Mama, chukua msaafu wako ushike, kijana wako umsikilize anasoma Qur'an, wewe unamsikiliza, utamuongoza pale ambapo utakapomuongoza. Lakini vile vile anapokuwa na mwalimu wake, mwalimu simfundishe, anajua kwamba ana uwajibu wa kumsikiliza mtoto Qur'an, na vile vile mtoto huyu madhali anasikilizwa, amejenga tabia ya kusikilizwa, atakuwa na tabia ya murajaa, kwa sababu tasmihi itamuonyesha ni maeneo gani anakosea, maeneo gani amesahau, ili afanye murajaa na kuja kusikilizwa tena. Hiyo ni mbinu nyingine ya tatu ambayo ni muhimu katika Qur'ani, kuithibitisha na kuifanya ituame katika vifua vya vijana wetu. Lakini njia nyingine muhimu sana, vijana nataka muelewe, al-isti'ana bil mushaf. Jitahidini sana katika kuilinda Qur'an. Jisaidieni kwa kuwa na msahafu maalum. Vijana, acheni tabia ya kubadilisha misahafu. Msibadilishe misahafu. Jitahidi sana kuwa na msahafu maalum. Unapochanika msahafu ule, basi tafuta msahafu wa mfano ule. Hifadhi Qur'ani kwa kupata msaada wa msahafu wako maalum. Hii inakusaidia wakati unapoisoma Qur'an, inakujia hata unapogeuza ukurasa, unajua kwamba hapa ninageuza ukurasa, hapa ninapindua ukurasa, hapa niko mstari wangapi, kwa sababu tayari kuna msahafu wako elekezi uliotumia wakati wa kuhifadhi Qur'an. Hili ni muhimu sana. Hata mimi nasema hivi, mzee wenu, nenda kanikague pale katika gari yangu, kuna msahafu wangu maalum toka miaka hiyo, huo natembea nao. Ukisha huo inakuwa na mwingine wa mfano wake, ndio ninausomea Qur'an. Nikipindua kurasa najua napindua kurasa namna gani. Hilo ni muhimu sana katika nyinyi kuhifadhi Qur'ani vizuri. Lakini jambo jingine tena ni muhimu ni al-istimaa bil Qur'an, kuisikiliza. Mbinu nyingine ni mbinu ya kuisikiliza Qur'ani, kuisikiliza. Kuweni na tabia ya kuisikiliza Qur'an kwa msomaji mutqin, msomaji anayesoma vizuri, kwa ahkami zake na taratibu zake na kanuni zake. Mnakuwa na tabia ya kusikiliza. Unakaa mnacha msahafu wako, unamsikiliza tu, ili kujiangalia wapi wewe labda huwa unakosea ama huwa unasahau. Hiyo inakusaidia sana katika kuituamisha ile Qur'ani katika kifua chako. Jambo jingine tena ambalo ni muhimu katika Qur'an, dua ni muhimu kweli kweli. Wazazi kuwaombea dua vijana na vijana kuomba dua. Leo nitakupeni dua moja ya Mtume sallallahu, ni fupi sana, lakini imekusanya mambo yote.
baadaye muiandike, halafu muwe mnaisoma dua hiyo. Itakusaidieni sana dua hiyo katika kumwomba Allah kuepusheni na vipuuzi, vishawishi vya kijinga duniani, ili Allah akuweke vizuri na akupe nguvu katika hifadhi yako ya Qur'an. Hii dua ziko nyingi utaomba, lakini mimi zawadi yangu ya leo nataka nikupeni dua moja. Hii dua ni dua jami shamil. Unajua maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam huzungumza maneno machache sana, lakini anakuwa na maana pana sana. Hii dua unamuomba Allah, unasema Allahumma inni a'udhu bika min munkaratil akhlaqi. Allahumma inni a'udhu bika min munkaratil akhlaqi wa munkaratil a'mali wa munkaratil ahwa'i wa munkaratil adwa'i. Vitu vinne umevisema, lakini vitu vinne hivi vimekusanya mabaya yote ambayo yanaweza yakakukumba wewe katika safari yako ya Qur'an. Munkaratil akhlaq, tabia, kuna mambo mengi sana. Yawezekana bahati mbaya hifadhi yako ni nzuri sana, halafu ukaja na ujubi, ukaja kuwa na ujubi na kibri fulani. Sasa hiyo ni tabia mbaya, tabia inaudhi. Muombe Allah subhanahu wa ta'ala asikujalie katika tabia mbaya. Vile vile kuna amali, vitendo vibaya. Dunia leo inashawishi, kama Sheikh alivyozungumza hapa, matendo mabaya. Vile vile muombe Allah akukinge na matendo mabaya katika ujumla wake. Lakini vile vile jilinde na Allah subhanahu wa ta'ala akulinde na munkarati ahwa, matamanio ya nafsi. Matamanio ya nafsi, tamaa za nafsi, hizo zinatuangamiza sana. Kwa hiyo vijana, tumuombe Allah atulinde na hili ili tukae vizuri, lakini mwisho wake tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atukinge na munkarati adwa'i, maradhi mabaya, maradhi maovu. Maradhi yako mengi siku hizi dunia leo. Maradhi haya yanamfanya mtu ashindwe kufanya mambo. Vile vile unamuomba Allah subhanahu wa ta'ala akukinge na haya. Allah anapopokea dua yako, umekuwa ni mtu salama, upo karibu na Allah subhanahu wa ta'ala, basi unatarajiwa wewe kuwa ni zao zuri na tija nzuri katika dini yetu na katika safari yetu. Na baada ya hapo, mwisho kabisa au kabla ya mwisho katika nasaha za vijana ni as-suhbatu swaliha. Vijana wetu tujitahidi sana, tuwaandalie na ninyi jiandaeni kuwa na marafiki wazuri. Kaa na rafiki mzuri. Marafiki wako wengi sana mitaani, lakini vijana katika safari ya Qur'an tujitahidi sana kukaa na marafiki waliokuwa wazuri. As-suhba swaliha, rafiki mzuri atakusaidia katika mazuri, lakini rafiki muovu atakushajiisha na kushawishi katika maovu. Kwa hiyo hapo utakuwa unapoteza ile safari yako ambayo ni nzuri sana. Lakini vile vile mwisho kabisa ni muthabara ni uvumilivu. Safari ya Qur'ani inatakiwa muthabara, inatakiwa uvumilivu. Ni safari kubwa sana, ni safari nzito, kwa sababu malipo yake ni makubwa na inahitaji uvumilivu. Wazazi wawe na uvumilivu kwa watoto zao wakati wameingia safari, bado wadogo hawa, bado safari ni ndefu sana Qur'ani, bado wanahitaji elimu za Qur'ani, bado wanahitaji elimu kadha na kadha. Ili Qur'ani itulie, wanahitaji muthabara na kiasi cha kuweza kuwa na uvumilivu, na kidogo kidogo utaukata mti na mti utaanguka na mambo siku moja yatakuwa ni mazuri. Lakini uvumilivu ni kitu muhimu kweli kweli kwa vijana, wal istimraria, na ile swala la kuendelea nayo tu. Hayo ni mambo muhimu sana vijana. Nadhani tuje kwa wazee sasa. Wazee nao nilipenda vile katika nafasi hii niwe na nasaha za kukushajiisheni katika mudawama na jambo hili, na mambo ya kwamba nyinyi mnatakiwa mfahamu. Wazee kwanza mfahamu kwamba kuhifadhi Qur'ani ni amali tukufu, lazima mjue hivyo. Kuna baadhi ya wazazi wengine anaweza asifurahike kuona mtoto wake amesoma Qur'ani,
Au kuna wazazi wengine wasione kama ni ladha kubwa kuona vijana wanasoma Qur'ani, akadhania kwamba ladha ni kijana kasoma sio Kiingereza wapi au kasoma nini na kadhalika. La, sivyo hivyo. Hii inatakiwa tufahamu namna hiyo, na kufahamu ni muhimu kweli kweli. Huu ufahamu wa namna hiyo, akili zetu tuzitengeneze hivyo kwamba hii ni amali tukufu. Hii ndio msingi wa kila kitu. Kila kitu kinajengeka hapo. Kila kitu kinajengeka baada ya Qur'an. Maimamu wetu wote hawa wakubwa wa kifikhi, maimamu wetu viongozi wakubwa wote wa kina Shafi'i au kina Maliki, rejeeni msomeni historia zao. Msisome historia ya vitu ambavyo vya kipuzi. Someni historia za watu wa namna hii. Hao walioanzisha elimu ya physics, hao kina nani, elimu ya tibi kina Ibn Sina, mambo chungu mzima. Wote tunaambiwa katika historia zao walihifadhi Qur'ani wakiwa na miaka 8 na wakiwa na miaka 9 na mfano wake. Baada ya kuhifadhi Qur'ani ndiyo sasa mambo mengine yakawa yanakuja na elimu zikaja, wametujazia maelimu chungu mzima hapa duniani. Kwa hiyo Qur'an ni msingi wa kila kitu. Kijana akishaibeba Qur'ani amefahamu hivyo. Sasa nyinyi wazazi, sisi wazazi kwa ujumla, lazima tufahamu hilo kwamba hii Qur'an ni amali iliyokuwa bora, tena bora kweli kweli. Ziada ya amali ya Qur'an kwamba kila herufi unapoisoma na kuijali unapata hasana, wal hasana bi'ashri amthaliha, na kila jema ndani ya Qur'an unalipwa mara 10 ya hivyo. Sasa tukifahamu maana hii ni muhimu kweli kweli katika maisha yetu ya kila siku. Lakini jambo lingine tena ni kwamba tufahamu kwamba Qur'ani ni shafaa, ni shafii, muombezi. Itawaombea wale watu wa Qur'ani siku ya Kiyama. Tunahitaji shafaa, kuombewa. Mbele ni kugumu, mbele ni kuzito. Qur'ani ndio muombezi peke yake. Kijana amehifadhi Qur'an, yeye kwake ni shafaa. Lakini kijana huyu kuna watu katika familia yake, lakini yawezekana vile vile mtu akajitolea kumwandaa mtoto na akahifadhi Qur'ani. Allah hawezi kumnyima mtu huyu shafaa ya kijana huyu kwa kutokana na juhudi alizozifanya katika kumwandaa kijana huyu. Lakini vile vile tufahamu kwamba msijalie, angalieni wazazi, tuangalie wazazi, tusishughulishwe na vitu vingine vikatufanya tuipuuze Qur'an. Hapana. Sisi kama wazazi tuwe mfano, tuonekane kuijali Qur'ani, tuonekane kuipenda Qur'ani, na tusishughulishwe na kitu kingine yote kunako Qur'ani. Kwa maana ya kwamba fanya shughuli zako, fanya mambo yako, lakini mambo yako hayo hata siku moja yasikufanye wewe kuwa ni bize kunako Qur'ani. Unapokuwa mzazi hivyo, tayari wewe unakuwa ni tashjia, ni tahfizan. Umempa moyo kijana, anaona kwamba mzazi wangu yuko hapo, mzazi wangu yuko hivyo, na yeye ataendelea kukupa ladha na upate kheri za duniani na upate kheri za akhera. Kwa hiyo ndugu zangu, katika hilo vile vile ziada hapo nimalizie ni ile kushajishana mudawama. Tudum na jambo hili, tudum na kazi ya Qur'ani, tudum na jambo hili. Tunaamini kwamba Allah subhanahu wa ta'ala atatufungua. Mwishoni kabisa ni muombe Allah subhanahu wa ta'ala ajalie, Allah ajalie yote haya yaliyofanyika hapa yawe katika mizani na katika kheri za, kwanza niseme wazazi kwa juhudi zao za kuachia vijana, pia vijana wetu wenyewe, lakini pia wale waandaazi wa jambo kama hili, na pia vile vile wale wote walioshiriki katika njia moja au nyingine katika kushajiisha jambo la Qur'ani. Ndugu zangu, Qur'ani ni msingi. Nipige mfano, tunazungumza kama mfano, lakini naona lazima niuzungumze. Ninyi wote mnafahamu. Nataka nikuambieni Qur'ani inafanya kazi katika amalia kivitendo. Mnasikia kila siku na vita vya Gaza huko, Gaza, Palestina, vita. Naizungumza, dunia nzima inafahamu hilo. Nguvu ya wale watu wa pale na nguvu ya anayewapiga havilinganishwi. Lakini nakuambieni siri kubwa ya wale watu kufanikiwa Gaza, Palestina, siri kubwa ya wale watu kufanikiwa ni Qur'ani. Ni Qur'ani. Jinsi gani Qur'ani inamliwaza mtu? Mtu anafiwa, mama anafiwa na mme wake, anafiwa na watoto zake, anafiwa na watu wote wanafariki.
anabakia na mtoto mmoja au kijukuu anabaki nacho, lakini bado humuoni anafanya nini, humuoni anatetereka, kwa sababu wale nyumba zao zote zile zina Qur'ani, zile nyumba zote, yani wao kazi yao ni Qur'ani. Hawa wanajeshi wamekaa kualiko, wao ni Qur'ani, wanasomeshana Qur'ani. Kwa hiyo wao wanaamini kabisa, na ndio ilivyokuwa, Qur'ani ndio mtetezi wa kila kitu. Kwa hiyo salama wanaoipata na ushindi wanaopata wale ni Qur'ani. Hiyo ndiyo siri. Bingwa mabingwa Qur'ani wametoka pale, wamekuwa pale, wameishi pale. Kina Imam Shafi hao wamekuwa pale, wamezalika pale na kadhalika. Wale wote ni watu wa Qur'ani. Kwa hiyo ndugu zangu, vijana wangu, ndugu zangu wazazi, kwamba kwa muhtasari huu tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie tumetoka ili tuifikirie Qur'ani. Lakini bado kuna jambo lingine, la mwisho kabisa nimalizie. Hivi tunafikiria vipi? Hii inaleleka vipi Qur'ani? Hii Qur'ani ili iendelee inaleleka vipi? Qur'ani haileleki namna hii, inatakiwa iwe na nyenzo. Kama mngefikiria, mimi sijatumwa na mtu, lakini kitu katika kichwa changu kipo. Sisi tunahitaji kuwa na nguvu za kulea vitu vya namna hii. Hii madrasa yetu kama hii hapa, sisemi mchango, hebu tufikirieni, fikirieni wazazi na Waislamu kutengeneza wakfu huu upatikane, wakfu huo uweze kuwa ni wakfu wa kusimamia mambo hayo. Wakfu sio mpaka wewe najenge nyumba, wakfu sio mpaka ukafanye nini. Yawezekana hata wakfu wa pesa, wakaanza wazazi walioko pale wakashawishi na wengine, watu toa shilingi zako 5,000, 20,000, 100,000, zitengeneze wakfu. Wakfu huu usiliwe, wakfu hauliwi. Wakfu huu ukawekezwe, ukafanyiwe istithmar, unawekezwa. Asili ya wakfu inabakia, kama ni milioni 50 inabakia, lakini faida ya wakfu ule inatumika katika kusaidia masala ambayo yataendeleza Qur'an katika eneo fulani. Hili ni jambo jepesi, ndio ninafaida sustain ya Qur'ani, istidama ya Qur'ani iendelee kuwepo. Tusiwe na kila wakati sadaka. Tunaweza tukatengeneza wakfu ndogo tu, na wakfu huo ukazidi ukakuwa na ukawepo na ukafanya nini, ukazamisha. Nimelizungumza hili, viongozi wataliangalia, wazazi mmesikia. Yani hili liendelee, jambo hili bila tabu wala karaha wala kuhangaika na mshipa wa kichwa. Jambo hili ni wakfu peke, cash wakfu. Watu toeni pesa, shilingi 5,000, 10,000, kadha, zitengenezwe vizuri wakfu. Nani mwekezaji? Huyu mwekezaji anauandika, ana usajili wakfu ule, zinawekezwa. Matunda, faida za wakfu ule zinaendesha mambo ya Qur'ani, na watu wanatia nia hiyo, utapata thawabu mpaka mwisho. Allah tuwafikishe. Hili ni wazo nimelitoa katika kufikiria mambo kama haya, tunayalea vipi? Tuangalie baadaye tunayalea vipi. Kuyalea ni kuwa na uwezo na nguvu za kipesa ili kuwalea vijana hawa. Allah tuwafikishe. Naomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie baraka katika siku yetu ya leo. Allah wape nguvu vijana wetu waendelee kuwa ni wazuri zaidi. Allah atupe nguvu wazazi, atusaidie